Ama kipengele namba 2 katika mfululizo huu wa mada zetu ni kipengele kuhusu fedha, mapenzi ya fedha. Kuna watu wanaamini fedha haina umuhimu. Nataka niwaambieni habari, fedha ni muhimu. Hata katika dini fedha ina umuhimu wake. Mtume wa Mwenyezi Mungu alitambaza dini hii kwa kutumia fedha. Zaka ndiyo inaendesha dini, sadaka ndizo inalisha masikini. Kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu ndiko kunanufaisha watu. Kwa sisi tuhakikishe katika vipaumbele vya maisha yetu tuweke fedha mbele. Katika kufanya kazi kwetu kwa bidii tuweke fedha mbele. Kwa nini? Anasema sote tunaamini kuwa utajiri wetu ni kama mkopo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tutumie ule mkopo na tutoe kwenye wanaohitaji. Na sisi sasa hivi katika hafla hii tunakabiliwa na zakatul fitri. Sasa tunakwenda kusubiri nani atatoa fitri, nani ana sifa za kulipa fitri. Kila mtu ana nguvu ya kulipa fitri, na wewe uhesabie watu wote ambao wako ndani ya nyumba yako na walipie fitri. Na katika nyakati zote tuamini kwamba zakatul fitri ndiyo kama gift paper ya kufunga somo zetu. Na tutakapotoka katika hafla hii tukumbuke kwamba kutoa katika dini yetu ya Uislamu, ya Kiislamu ni kitu muhimu. Ni lazima tutoe, hatuna pa kukimbilia. Pesa, kipato tulichonacho ni mkopo, tutauregesha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutoa. Na tuamini kwamba Mwenyezi Mungu kutupa mali ni mtihani kwetu. Je, tutatoa ama tutabaki nazo? Na fedha yafurahisha. Ukiwa nayo hutamani kutoa, ukiwa nayo hutamani kumpa mtu yoyote, watamani fedha ubaki nayo. Ukitoa waona kwamba utapoteza fedha yako. Na sasa sisi wetu wengi tunaamini kwamba katika kutoa poto ndo kupungukiwa, lakini mimi nawapa siri, katika kutoa ndiko kupata. Na tuhakikishe katika nyakati zote ambazo tunatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na tunawapa watu hali ya kuwa nafsi zetu zimeridhika, na tunawasaidia watu hali ya kuwa tunaamini kwamba hakuna mtu mwingine wa kuwasaidia ni sisi. Kwa hiyo tusipowasaidia sisi, watu wale watakufa njaa. Walikuwepo miongoni mwa maswahaba enzi ya Mtume, walikuwa wanapita katika nyumba za mayatima usiku, wanaweka vifurushi vya chakula katika milango yao. Kwa nini basi? Kwa kuamini kwamba watu hawa wanahitaji, lakini wanaona haya kuomba. Hivyo basi, ili nisiwatie haya zaidi kwa kuwa hapa na wakaniangalia machoni, acha niwavizie wakiwa usiku wako ndani, mimi nitaacha kifurushi changu cha chakula au sadaka yangu au fedha. Wao wakiamka asubuhi ama wakitoka nje kwenda msalani, wataona hichi kifurushi, watachukua na watamshukuru Mwenyezi Mungu. Piga mathalan umepata fedha sasa hivi, cha kwanza utasema nini? Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa kupitia wewe kwa utakachokitoa, Mwenyezi Mungu atataja. Kupitia wewe kwa utakachokiwa ukitunuku kwa watu, Mwenyezi Mungu atasifiwa. Na wewe lazima uamini kwamba katika hiki ulichotunuku watu, umetunuku kwa baadaye, yani kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Kwa wewe wafanya kazi kwa niaba ya Mola wako. Na lazima uhakikishe kwamba wakati unakwenda kumrepresent Mwenyezi Mungu, wakwenda ukiwa uko kamili. So unatoa kisha ukifika nyumbani waulia, la, nimetoa hela nyingi kweli pale, lakini ningejua ngatoa pungufu. Imezidi ile fedha yangu. Kwa nini unatoa hela nyingi vile? Watu wenyewe mara sasa hivi mbona pesa yangu imepungua? Ni zile nilizotoa. Mbona sipati fedha? Ningejua nisingetoa. Katika yote unayoyafanya katika maisha yako, toa na nia moja. Ndio maana wengine wanasema utakapotoa na mkono wa kulia, basi kaa tu wa kushoto usijue umefanya nini. Hii hasa ndo nidhamu hasa ya mcha Mungu, na kupendelea sana kutoa miongoni mwa tabia za kicha Mungu. Basi Mwenyezi Mungu atujalie katika hafla hii na baada ya hafla hii tuwe ni miongoni mwa wenye kutoa, na tutamani kutoa, na tuone kwamba kutoa ni jukumu letu, na kwamba hakuna mtu mwingine wa kutoa ni sisi. Inshallah.